katika maneno yake, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman attaqa, msizitukuze nafsi zenu wenyewe, yeye Allah ndiye anayejua zaidi ni nani aliyemcha Mungu zaidi. Kwa usije ukasimama sasa wewe ukawa unajimwambafai mbele ya watu, na mimi msinione hivi bwana, mimi mcha Mungu bwana, sitani bwana, mimi mcha Mungu bwana. Mcha Mungu anayejua ni Allah pekee yake. Kwa sababu gani? Allah yeye ndiye anayejua dhahiri yake kama ambavyo anajua siri zake. Kwa hiyo huwezi ukaitengenezea mazingira hayo ambayo ni mazingira ya kupelekea kuwa na kiburi ati kwa kujitakasa wewe mwenyewe kama wewe ni mcha Mungu, na manake ukajua katika daraja hilo, manake wewe ni mtu wa peponi, kitu ambacho sicho hicho. Kwa hiyo utukufu na ubora katika maisha haya ya dunia hautapatikana ila katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena kumcha kwa hakika. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, enyi ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha. Haqqa tuqatihi, hapo ndipo utakapofikia ule ubora na utukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu atuafikishe katika hayo, na Allah atujalie kuwa ni waja wema, lakini pia tuwe ni wacha Mungu, tena wacha Mungu wa kweli, ili tuweze kufaulu mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulingana na muda wa darasa yetu, basi leo tutosheke tuna mukhtasari wa tafsiri ya aya hii, kwa sababu tumeitafsiri kwa mukhtasari sana, kwa ufupi sana. Kweli aya hii tafsiri yake ni pana sana, na wala hatuwezi kuimaliza kwa muda tunaofikiria sisi. Inshallah tutosheke na hiki ambacho leo tumekipokea. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wawaffiq ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil quturi wa Rabbi waffiqna wawaffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كلاما وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واطلب بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل النور واغفر لنا انت كما ستر وصلاه الله تماشى المصطفى من الحق لنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح القرآن آله ما سره وآفا مستجب
بفاهمنا علوما برسول الله واحلل عنا مشكلاتي يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا واشفاء من كل داء وسقم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.